Malik Adam Zakaria. Mpira mrefu ule. Nani atakutana nayo? Valentine Uma. Karabwe Shamu amechelewa. Jafari Salum Kibaya. Ataonesha ubaya Kibaya. Jafari Salum Kibaya ameonesha ubaya mbele ya Musa Kamara Pinpin. Atajilaumu sana Karabwe Shamu. Karabwe Shamu atajilaumu kweli kweli. Mapigo na mwendo. Wanapiga mwendo. Jafari Salum Kibaya ni moja kati ya washambuliaji hatari kwa kweli. Mohamed Hussein ni macho amemtoka kishangaa. Tazama kosa. Valentine Uma alipiga pass. Karabwe Shamu inspector akashindwa kuinspect mpira ule. Kacheza striking nzuri kwa mguu wake wa kushoto. Jafari Salum Kibaya, look at that. Mpira ukaenda kudunda pale. Spiderman Musa Kamara alijaribu kucheza na ameuona. Atafuta upenyo. Nani atakutana na mpira ule? Mohamed Hussein anaitoa. Mwamuzi anasema ni mkwaju wa penalti. Kefa Kayombo referee kutoka Mbeya anasema ni mkwaju wa penalti kwa Simba Sports Club. Ilikuwa ni mpira mrefu ambao aliucheza mchezaji wa Mashujaa. Simba akaurudisha ndani. Mwamuzi akasema Abdul Nasir, na hili ndio tukio lenyewe. Mwenye jukumu la kupiga mkwaju wa penalti Mbida. Ateba! Salma Wanyika, Simba Sports Club anazinduka kutoka usingizini kupitia kwa mkwaju wa penalti wa Lionel Christian Mbida Ateba. Jukwani ni shangwe. Ateba alipiga sasa stari, wow! Boom boom, shakalaka, shakalaka boom! Ndani ya kamba, goalkeeper amedive lakini wapi? Makofi yanapigwa pale. Anaweka pembeni kumtafuta Shamu. Wote wamepanda Simba. Anatafuta Shomari Kapombe. Anazunguka pale, mwamuzi anasema nini? Ni foul. Mwamuzi anasema ni nje. Shomari anasema ni ndani bwana. Mwamuzi amefunika mkwaju wa penalti. Bila shaka mwamuzi msaidizi nambari 2 Neema Mwambashi ndio akamwambia ni ndani ya penalty area. Shomari Kapombe, ile contact ilifanyika ndani ya penalty area. Shomari Salum Kapombe wana nafasi. Ateba, Ateba! Lionel Ateba ni kama mtu ana mafua makali, anapiga chafya na mafua yanatoka. Kelele inayosikika ni mashabiki wa Simba. Yale yote yanayoendelea hapa naona ni kama maajabu tu. Justin Mwakitalima bendera sasa juu. Ateba alipiga juu kabisa na potagia njiwa kule. What a penalty! Goalkeeper Abdul Nasir ambaye ni mchezaji wa ndani angefanya nini? Utamlaumu bure tu. Hakuwa na wanacheza wengi wanapokuwa hawana mpira, na kwa sababu Simba wanamiliki sana na walazimu kuwa wengi kwao. Goalkeeper na nahodha anaonyeshwa kadi ya njano, Patrick Evans Mutali. Wakati anakwenda kucheza kona Simba, Patrick Evans Mutali ndio captain wa kikosi cha Mashujaa. Inaonekana kuna mchezaji anaonyeshwa kadi ya njano. Patrick Evans Mutali, second yellow card. Manake ni red card kwa goalkeeper huyu na nahodha. Ni nini kimetokea? Patrick huyo mtazame kwa ukaribu sana. Patrick Evans Mutali kaingiza mpira uwanjani. Patrick Evans Mutali, wakati mpira unawekwa kwenye kona na Shomari Kapombe, yeye akaurudisha mpira mwingine uwanjani, wakati anafahamu kwamba mpira hauwezi kuchezwa ama mpira miwili kawa uwanjani. Ni kama kosa la uzembe hivi, hakukuwa na sababu yoyote kufanya alichofanya Patrick Evans Mutali. Wakati wa Salum Mayanga akijadiliana jambo na wachezaji wake,
wanaumiza kichwa Mashujaa wanafanya nini. Kefa Kayombo yuko na wachezaji wa Mashujaa kwa utulivu mkubwa, wakambia nenda huko vyumbani. Anakwenda kwenye chumba cha kubadilishia nguo Patrick Evans Mtali, anapewa jezi nambari 18. Inabidi mchezaji mmoja wa ndani, anatafuta Shomari Kapombe, anazunguka pale, mwamuzi anasema nini? Ni foul. Mwamuzi anasema ni nje, Shomari anasema ni ndani bwana. Mwamuzi amefunika mkwaju wa penalty. Wanamfuata Mashujaa hapa, Kefa Kayombo. Bila shaka mwamuzi msaidizi nambari 2 Neema Mwambashi ndio akamwambia ni ndani ya penalty area. Shomari Kapombe, ile contact ilifanyika ndani ya penalty area. Shomari Salum Kapombe, Ngushi kwenye presha kubwa, kadi za njano zinatoka kama njugu. Ngushi analalama kwa kweli, ameonyeshwa kadi ya njano na referee Kefa Kayombo. Simba wana nafasi, Ateba! Lionel Ateba ni kama mtu ana mafua makali, anapiga chafya na mafua yanatoka. Kelele inayosikika ni mashabiki wa Simba. Ateba alipiga juu kabisa na kutagia njiwa kule. What a penalty! Golikipa Abdul Nasir ambaye ni mchezaji wa ndani angefanya nini? Utamlaumu bure tu, hakuwa na cha kufanya.